Okay, ndugu mpenzi msikilizaji, leo tumepata kibali cha kutafakari neno la Mungu tena. Leo tutakwenda kusoma kitabu cha Mtakatifu Mathayo sura ile ya pili, ambapo ni aya ya kwanza hadi ya 12, ambapo neno la Mungu linasema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tumeiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Wakaleta tunu, uvumba na dhahabu na manemane, nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno. Kutokea na malaika katika ndoto ni somo litakalofuata. Kwa hiyo wewe usitoke mahali hapa, ukabaki mahali hapa ili tukapate kulisikiliza neno la Mungu, sura ile ya pili 13 hadi 15. Lakini kabla ya hapo tutakwenda kuangalia maneno ya maandiko matakatifu kutoka katika kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ile ya pili aya ya kwanza hadi ya 12. Jina la Bwana libarikiwe. Na kabla hatujaendelea, basi tumshukuru Mungu na tumuombe rehema zake aweze kutuwezesha na kutubariki, aweze kutuwezesha na kutubariki kabisa atakapokuwa amekwisha kutubarikia, nasi ndio tunaweza kuwa salama katika yeye. Mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi, Baba wa milele yote, wewe ndiye Mungu wetu, wewe ndiye kiongozi wetu, katika jina la Yesu aliye hai. Mungu mtakatifu, tunajua kwamba kuna mambo ambayo yanaweza kutuwezesha kupokea baraka za utakatifu ulizowaandalia wanadamu wote popote pale watakapokuwa katika ulimwengu kuyapokea yale ya kiroho. Mtakatifu, ninakuomba Baba wa milele yote, ukawape watu wako yare uwezo ule wa ndani, uwezo wa kuona, uwezo wa kusikia, uwezo wa kusikia na ule moyo wa kuelewa, moyo mlaini. Mbegu itakayopandwa leo ising'oke, bali ikachipue na kukua mbegu kubwa. Mbegu inayopandwa yaweza kuwa ni kidogo, lakini naamini ni kubwa sana. Lakini hata ile ndogo, najua hata katika maisha ya kawaida tunapopanda mti, tunapanda mbegu ndogo ya mchicha, kinauta kitu kikubwa kuliko mbegu hiyo. Naliuona siku moja mbegu ya mzambala ni ndogo, nayo ipo kama kalanga, lakini utakapokwenda kuipanda mti wake unakuwa mkubwa, shapoka tamana rapokayo dasika. Bwana wa majeshi, ninakushukuru kwa sababu kila tumeloliomba tunaamini tumelipokea, nami najua umekwisha kubariki watu wako. Basi tunasema asante na amina. Sema amina, mtumishi wa Bwana. Neno la leo linatoka katika kitabu cha Injili takatifu sura ile ya pili, maana tumekwisha kumaliza sura ile ya kwanza. Kama haujasikiliza, basi waweza kuangalia katika video zilizopita, unaweza kutafuta audio. Nenda katika Facebook page zetu, inaitwa PhD Ministry. Yes, huko ndiko ambako tuliweka sura ya kwanza ya Mathayo. Lakini tangu sasa nitaanza kuposti kupitia YouTube. Yes, na popote pale ambapo umeipata audio hii, barikiwa sana, barikiwa mtumishi wa Mungu. Ni neno la Bwana hili. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo azaliwa wapi? Nao wakamwambia,
katika Betlehemu ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii, nawe Betlehemu katika nchi ya Yuda, huu mdogo kamwe katika majumbe wa Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Kisha Herode akawaita wale mamajusi faragani, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota, akawapeleka Betlehemu, akasema, shikeni njia mkaulize sana mambo ya mtoto, na mkiisha kumwona nileteeni habari, ili mimi nami niende nimsujudie. Nao waliposikia maneno ya mfalume walishika njia, na tazama, ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia, hata ikaenda ikasimama juu ya mahali alipokuwapo mtoto. Nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno. Wakaingia nyumbani, wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwao kwa njia nyingine. Hilo ndilo neno la Bwana, nasi tumesoma kwa jina la Bwana. Barikiwa sana mtumishi wa Bwana. Napata upako, nataka nirudie tena. Mungu ananiambia ukasikilize neno la Mungu. Je, unapotaka kumsikiliza baba yako utamsikiliza mara moja tunapoondoka? Sikiliza neno la Mungu. Wanasema repetition makes perfect. You need to listen these words of God so that they incorporate into your body. Kwa hiyo usikilize neno la Bwana kila siku. Tena tafuta audio za neno la Bwana, sikiliza kwa lugha yako, leo upate kuelewa. Bwana kubariki na kukutukuza. Shapo katamo na yapo. Wanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshinda. Mataifa yote wanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshinda. Mataifa yote wanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshinda, usiyeshinda, usiyeshinda. Wewe ni Mungu usiyeshinda. Kama usamu. Neno la Bwana linasema kutoka katika kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ile ya 2 aya ya kwanza hadi ile aya ya 12, mlango wa kwanza hadi ule mlango wa 12. Yesu alipozaliwa katika Betlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake ya mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo azaliwa wapi? Nao walipomwambia katika Betlehemu ya Uyahudi, nao wakamwambia katika Betlehemu ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii, nawe Betlehemu katika nchi ya Yuda, mdogo kamwe katika majumbe wa Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Kisha Herode akawaita wale mamajusi faragani, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota, akawapeleka Betlehemu, akasema, shikeni njia mkaulize sana mambo ya mtoto, na mkiisha kumwona nileteeni habari, ili mimi nami niende nimsujudie.
Nao waliposikia maneno ya mfalme walishika njia, na tazama, ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia, hata ikaenda ikasimama juu ya mahali alipokuwapo mtoto. Nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno. Wakaingia nyumbani, wakamwona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwao kwa njia nyingine. Neno la Bwana. Barikiwe sana watu wa Mungu. Sema amina. Asante Bwana, tumekusikiliza. Unaposikia neno kama hili, usilisikie kama jambo la kawaida kama vile unaposikia gazeti. Neno hili ni roho wa Mungu kabisa, kwa sababu Mungu anasema katika maneno ya maandiko yake matakatifu, na Yesu mwenyewe ndipo alipokuja kufunua siri hiyo, akasema, Baba, ninajua maneno yako na amri zako, najua ni uzima, tena ni kweli, tena ni uzima. Okay, kwa hiyo maneno haya ni ya Mungu mwenyewe, na ulimwengu wa giza wanajua, kwa sababu maneno haya ni kama upanga. Unaposoma katika kitabu cha Ufunuo, anasema mimi ndimi ninayesema, mwenye upanga kuwili unaokata kuwili, ambapo ni neno lake. Neno lake ni sawa na upanga unaofisha, na ni sawa na kitu kinachoumba. Basi tunaposikiliza neno la Mungu, tujue kwamba tunasikiliza maneno kutoka kwa kinywa cha Mungu mwenyewe. Isikiliza lile neno na upate neema ambayo Bwana alitegemea wewe uipate. Yesu alipokuja, alikuja kufunua siri za ulimwengu wa mbingu, ulimwengu wa mbinguni. Na haya yote yaliyoandikwa hapa ni siri na ni mambo muhimu sana. Kitu ambacho tunajifunza leo katika maneno haya ya Bwana, Bwana anatuambia kuna maana ya mimi kuongea na ninyi, na kuna njia ambazo huwa nazitumia kuongea na ninyi, na mojawapo ni ndoto. Kwa hiyo wakati mwingine ndoto zetu tusizione ni za kawaida. Yes, tujue na tujifunze namna ya kujua neno la Mungu analolileta kwetu kwa njia ya ndoto. Tusidhalau ndoto. Yes, mara hizi tumekuwa wazembe, ndio maana hata nguvu za giza zinatuotesha ndoto. Lakini Mungu atupe uwezo wa kutofautisha, discernment, kutofautisha nguvu za giza na nguvu za kimungu, kutofautisha ndoto ya Mungu na ndoto ya giza. Mungu huongea na Mungu atakupa anapokuwa anaongea. Tena tumuombe atupe kujua na maana, kwa sababu watu wa zamani walipokuwa tu wakipata ndoto kama hapo wanavyokuambia, walipokwisha kuonywa katika ndoto wasimrudie Herode. Kwa hiyo walikuwa wanakuja malaika au Mungu mwenyewe anakuja anakuambia neno, na wewe unalielewa kwamba anaongea nini. Sio leo watu tunaota ndoto afu tunaanza kutafuta. Maanake wewe unapoanza kutafuta, maanake wewe hauko katika upande wa Bwana. Ukiwa katika upande wa Bwana, atakuotesha ndoto na utajua maana yake. Yes, kama vile alivyokuwa akimwotesha Yusufu. Okay, Yusufu alikuwa bado hajakuwa, maana akawaambia ndugu zake. Yeye alikuwa hatafuti, alikuwa anawaambia tu kwamba mimi nimeona maono, na wala hakuuliza kwamba hii ina maana gani. Hapana, alikuwa ana haja. Lakini wewe ukiona una haja maana yake wewe bado kuna vitu fulani inatakiwa uvirekebishe, ili Mungu awe anaongea na wewe na ujue maana. Mwangalie Yusufu kule baada ya kufika na kujua maana yake, alikuwa anaota na Mungu anamwambia kile anachomaanisha. Mwangalie Daniel, mtu unayependwa sana. Lakini ukiangalia watu wote wa opposite, okay? Manake Mungu alikuwa anawapa ndoto lakini hawajui maana, wanaita watu wengine ili waweze kuwafunulia, kama wakina Farao na wakina Nebukadreza na wale wengine ambao walikuwa wakiona sanamu ya fedha. Okay? Kwa hiyo Bwana atupe macho ya kuona na uelewa wa kujua maono yake anayotupa katika jina la Yesu aliye hai. Tuombe kidogo kwa habari hiyo. Baba mtakatifu, Mungu wa milele yote, ninajua utukufu wako ni mkubwa sana. Nami ninasema katika jina la Yesu aliye hai,
Nimewatakasa katika jina la Yesu aliye hai kila umati wanaosikiliza neno hili kwa damu ya mwana wako mpenzi uliyempenda sana. Tumetakasika, tumefanyika utakaso na maneno yetu na matendo yetu na mili yetu. Bwana, tumeshinda, japo hatushindi kwa sababu ya mamlaka yetu wala ya ukamilifu wetu, bali tunashinda kwa sababu wewe umetushindia. Tunashinda na tunaimarika katika wewe Bwana. Ni katika jina la Yesu aliye hai nimeweka roho za kuelewa maono ambayo unawaongelesha na maneno yako unaowaongelesha wazi wazi na maono yako ambayo utaamua kuwaongelesha. Nimefunga malango ya ulimwengu wa giza katika maisha yao, na wala hapana jambo lolote la giza litakalo jinua juu yao kwa ajili ya kulipiza kwa sababu ya huduma. Mapepo hayo yameharibiwa katika jina la Yesu aliye hai. Baba mtakatifu, ninakushukuru, ninasema asante sana kwa utukufu na uweza mwingi ambao umeweka ndani yangu na pamoja na ndani yao katika jina la Yesu aliye hai. Amina. Mtumishi wa Bwana, nenda na neno hili la leo. Bwana Mungu akubariki sana, ni katika jina la Yesu aliye hai. Neno lingine ambalo tunajifunza ni pale ambapo walipomuona Bwana. Kwanza walipoona ile nyota kiashiria cha Mungu, walifurahi furaha kubwa mno. Maneno ya maandiko yanasema walifurahi furaha kubwa mno. Na Mungu anafurahi pale wewe mwanadamu unapofurahi. Haijalishi unapita katika njia gani, sema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, kwa maana gongo lako na fimbo yako vyaniongoza. Kwa hiyo usiogope. Bwana anasema uwe imara na moyo wa ushujaa. Bwana anapenda hata kama ukiwa unasema kuna mambo unayaona yako vizuri, usikate tamaa, mtumaini yeye. Kama vile Daudi alivyomuona Goliati, hakumwona Goliati, alisema nalimuona Bwana mbele zangu wakati wote. Basi kila wakati mtumaini Bwana, mtegemee Bwana, tenda kwa Bwana. Na jambo lingine tunalojifunza ni kwamba walipomuona Yesu wakamsujudu. Unapomuona Yesu lazima umsujudu. Lakini angalia, walipoenda kumuona Mungu walipeleka na zawadi. Kwa hiyo muombe Bwana akupe jambo la kutoa unapoenda madhabahuni kwa Bwana. Popote mahala unapoabudu, ni vizuri uende ukatoe sadaka ya moyo wa kupenda. Bwana akubariki kwamba uwe na cha kutoa mbele za Bwana. Lakini usijione huwezi. Ukiona kwamba hauna, usijione ni mwenye hatia. Muomba Bwana, Bwana ni mwaminifu, atakubariki. Kwa sababu neno hilo limekuja, nami niongee kwamba kuna njia za kupokea mambo ya kimungu ambayo yanaambatana sana kwanza na mambo ya imani. Lazima uamini kwamba unachokiomba ni kweli, na lazima uamini kile unachokiomba umekwisha kukipokea, sababu ndio ushauri wa Yesu huo alituambia. Lakini chochote tunachoomba tusiwe na mashaka moyoni mwetu. Okay? Lakini tutakapokuwa tunaomba kwa habari ya jambo la kusamehe, Mungu amekwisha kutuambia kwamba kusubiri jibu la mbinguni, lakini tulifanye kwanza ile la duniani, ambapo amesema kama kuna jambo mnaomba la msamaha, basi msameheane ninyi kwa ninyi. Na mkisha kusameheana, basi na Mungu hana shida.